wako wabnu amatika, na ni mtoto wa mjakazi wako. Mama yangu mimi ni amatu. Haya, kwa hiyo haifai kutunga majina. Walianna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsa, na kwa sababu kumuita yeye Allah hali ya kuwa ametukuka kwa jina ambalo hakujiita yeye mwenyewe, kumuita Allah kwa jina ambalo hakujiita yeye, au inkara ma samma bihi nafsa, au kupinga lile jina ambalo amejiita yeye mwenyewe kwa jina hilo. Samma, amejiita, bihi, kwa jina hilo, nafsahu, nafsi yake. Kufanya hivyo jinayatun fi haqqihi ta'ala, ni jinai, ni makosa, ni jinai katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajaba sulukul adabi fi dhalika, kwa kumepasa, kutapasa kufuata adabu, kuchunga adabu katika hilo. Waliktisaru ala ma jaa bihi an-nas, na kufupizika au kutosheka na kile kitu ambacho una lile jina ambalo limeletwa na an-nas. Ndio maana al-Imam as-Safarini rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake ad-Durratul Mudiyya asema lakinnaha fil haqqi tawqifiyya lana biha adillatun wafiyya. Lakini hayo majina hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala fil haqqi, kwa haki hasa, tawqifiyya, ni tawqifiyya. Lana bidha, sisi katuna katika hili, kwa hili, adillatu wafiyya, dalili zenye kutosheleza kwamba asmaullahi ta'ala tawqifiyya. Lakinnaha fil haqqi tawqifiyya lana bidha adillatu wafiyya. Nitawauliza ubeti huu katika Durratul Mudiyya au katika Manzuma as-Safarini. Pameeleweka hapo? Kwa hiyo haifai kutunga majina, na katika kitu muhimu kabisa atakieleza mbele huko, lakini akitaja kabisa kama ishara. Majina yametajwa kwenye Qur'ani na kwenye as-Sunnah. Majina yametajwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanadhania kwamba majina 99 yote yamo ndani ya Qur'an, na sio hivyo. Majina baadhi yako katika Qur'ani na baadhi yako katika as-Sunnah. 82 yako ndani ya Qur'an na 17 na zaidi yako. Kuna watu khtalifiana pia kuhusu majina yako ndani ya as-Sunnah. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen atayataja hapo mbele, atataja katika ile majina 99 atataja hapo mbele. Sasa wakati mwingine, kwa mfano, utasoma aya wallahu azizun dhu intiqam inna minal mujrimina lamuntaqimun. Sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhu intiqam ni sifa. Je, itafaa kutengeneza jina kwenye sifa, kutoka kwenye sifa ukasema Allah katika majina yake ni al-muntaqim? La, sifa haitengenezi jina. Majina yako vile vile itabaki kuwa majina yake kama yalivyotajwa. Lakinnaha fil haqqi tawqifiyya lana bidha adillatu wafiyya. Kwa usitengeneze majina kutoka kwenye sifati ukasema al-ali, ukasema katika majina ya Allah al-ali, Abdul Ali, pamoja na kwamba yeye amejiita al-Mutaali, amejiita al-Aliyu, amejiita al-A'la. Sawa, sabbih isma rabbika al-a'la. Al-A'la aliyejuu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, ni jina lake hilo. Sawa. Al-Mutaali katika sura Ar-Ra'd imekuja sema, na nakumbuka aya ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر. أنت هنا
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الكبير المتعال katika majina ya Allah ni al-Mutaali wa huwa al-Ali al-Kabir. Lakini al-Ali hata kama lina maana ya ujuu, lakini sio jina lake, ni sifa. Haifai kutengeneza jina pale, tutabaki vile vile katika al-A'la na al-Ali na al-Mutaali. Nisichanganye maneno mengi alafu ikawa tunawachanganya. Kwa hiyo tuende vile vile kidogo kidogo, ule udogo vile vile, na insha Allah kila kitu kikifika mahala pake tutakielezea insha Allah, kwa sababu hapa anataja haya majina. Soma faida ya 6. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. استمر kidogo tunakwenda. نعم. حبة. طيب. القاعدة السادسة، قاعدة 6، msingi wa 6 au kanuni ya 6: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. majina ya Allah si yenye kudhibitiwa kwa idadi maalumu. Majina ya Allah si yenye kudhibitiwa kwa idadi maalumu. Sio kaona kwamba majina ya Allah yako hayo tu, labda yalitajwa kwenye Qur'ani au na Sunna peke yake. La, majina ya Allah hayadhibitiki kwa idadi maalumu. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وسبب قول yake Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi iliyo mashuhuri katika alsinatu nnas inayosema: as'aluka bikulli ismin huwa laka, na kuomba ya Allah kwa kila jina ambalo ni lako. Sammaita bihi nafsak, umejiita kwa jina hilo nafsi yako, umejiita wewe kwa jina hilo na kuomba kwa jina hilo. Au anzaltahu fi kitabika, au kwa jina ambalo umeliteremsha katika kitabu chako. Au allamtahu ahadan min khalqika, au umemfundisha yoyote katika viumbe wako. Au istatharta bihi fi ilmi alghaib indaka, au umejichagulia wewe katika ilmu ya ghaibu kwako, ukajichagulia kwamba jina hili ni langu, walijua wewe peke yako hilo. Istathara Allahu ta'ala biilmihi, Allah amejichagulia yeye kwa kulijua hilo, hakuna yoyote anayelijua. Kwenda kuomba kwa majina ambayo umejiita wewe, ambayo umeteremsha kwenye kitabu, au kuna majina umewafundisha viumbe wako, majina mengine umejichagulia wewe mwenyewe, wayajua wewe tu, pia na kuomba kwa majina hayo. الحديث ikamilishe hadithi. رواه أحمد، الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. حديث يمبكي أحمد katika musnad wake, hadithi nambari 3712 katika musnad Imam Ahmad, na kina Ibn Hibban na al-Hakim. Hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala عنه، na hadithi hii amesahihisha al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsilatu sahiha. Ukirejea namba 199 utaipata hadithi hii, amesahihisha huko. Hadithi Abdullah ibn Mas'ud ndefu katika dua wakati wa ham wal gham, kwamba mtu atakapokuwa imempata hamu au gham akakithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamuondoshia, kama anavyosema Allahumma, mtu aseme Allahumma inni abduka, ewe Allah mimi ni mja wako, wabnu amatika, na mimi ni mtoto wa mjakazi wako. Allahumma inni abduka, mimi ni mja wako, wabnu abdika,
na mtoto wa mja wako, baba yangu pia ni mja wako, wabnu amatika, na ni mtoto wa mjakazi wako, mama yangu mimi ni amatuka ya Rabb, nasiyati biyadik, utosi wangu mimi uko katika mkono wako, madhin fiya hukmuk, ni yenye kupita kwangu mimi hukumu yako, adlun fiya qada'uk, na hukumu yako ni ya uadilifu kwangu mimi hukumu yako, lolote unalohukumu unalihukumu kwa uadilifu. As'aluka Allahumma, na kuomba ewe Allah, bikulli ismin huwa lak, kwa kila jina ambalo ni lako, na kuomba sammaita bihi nafsaka, ulilojiita wewe mwenyewe, au anzaltahu fi kitabik, au uliloteremsha katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqik, au jina ambalo umemfundisha yoyote katika viumbe wako, au istatharta bihi fi ilmi alghaibi indak, au umejichagulia jina hilo katika ilmu ya ghaibu kwako, ikawa jina hilo walijua wewe tu. an taj'ala alquran alazima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. kwa hiyo mahali shahid bikulli ismin huwa laka anzaltahu fi kitabik, yani alquran, au katika Taurat au katika Injili kama ikiwa ni jinsi ya kitabu, au allamtahu ahadan min khalqik, pengine umemfundisha katika ibadika salihin min al-anbiya was-salihin, umewafundisha majina haya sisi hatuyajui, au istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, kuonyesha kwamba majina sasa ni mengi, ndio ushahidi huo wa jambo hilo. wama stathara Allahu ta'ala bihi fi ilmi al-ghaibi, na lile ambalo amelichagulia yeye Allah kwa jina hilo katika ilmu ya ghaibu, la yumkinu li ahadin hasruhu wala al-ihatatu bihi, haiwezekani kwa mtu yoyote kulidhibiti wala kulizungukia jina hilo. Akawa anajua majina hayo, atajuaje? Na Allah ashachagua kwa majina hilo awe anajua yeye tu, au majina hayo ayajue yeye tu. amma qawluhu sallallahu alayhi wasallam yastamirru al-qari'. قال المؤلف رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فأما قوله صلى الله عليه وسلم، أما قول ياكم صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، حقيقة الله أنا مجينة 99 100 isipokuwa moja. Kauli hii hakika ana Allah majina 99 100 isipokuwa moja, man ahsaha dakhala aljanna, atakayehifadhi atakayedhibiti ataingia peponi. maana maneno haya fala yadullu ala hasri alasma'i bihadha aladadi, hadithi hii haifahamishi kuyadhibiti majina kwa idadi hii. maneno haya yalipokuja ni maneno ya Kiarabu, tarkibu hii haifahamishi kwamba majina ni 99 tu. Hii ni tarkibu ya Kiarabu, usitafsiri kwa lugha yako kilugha. Watu wanasema kilugha kilugha kwa lugha yako ukaleta maana ya vile ulivyoelewa katika lugha yako.
hii ni lugha ya Kiarabu. Tarkibu za Kiarabu zinabadilika badilika, yani maana zinabadilika kwa zile tarkibu zinapokuja. Hapa alivyosema inna lillahi 99 isman 100 illa wahida, maneno haya yangesema inna asma Allahi 99 isma, ingekuwa sasa hakuna majina mengine ila haya. Hakika majina ya Allah ni 99. Sawa? Hakika majina ya Allah ni 99, atakayehifadhi ataingia peponi. Allah ana majina 99, ni tarkibu nyingine, sentence nyingine hiyo. Kabla sijaendelea huko mbele, Sheikh kapiga mfano huko mbele kufafanua, lakini nataka niufafanue kabisa. Akatoa mfano Sheikh, mtu aseme mimi na dirhamu zangu mfano na dirhamu 20, tuseme dirhamu na shilingi milioni 10 nataka nizitoe sadaka. Sentence hii haifahamishi kwamba wewe huna ila milioni 10. Kuna milioni 10 hizo nimeziandaa kwa ajili ya sadaka. Je, aliyekusikiliza atafahamu kwamba bwana huyu yeye hana pesa nyingine kiasi chochote ila milioni 10 tu, au kwamba ana milioni 10 zilizoandaliwa kwa ajili ya sadaka? Nina kanzu 10 nataka kuzitoa sadaka, nataka nizigawe. Ina maana ya kwamba wewe huna ila hizo kanzu 10 tu? Jawabu la. Sasa Allah ana majina 99. Allah ana majina 99, atakayehifadhi katika hayo majina yake kuna 99, atakayehifadhi ataingia peponi. Haina maana kwamba ndio mwisho hapo wa majina yake. Kuna mingine hakumfundisha yoyote katika waja wake, na kuna mingine kawafundisha baadhi ya waja wake maalum tu katika anbiya, wakapewa asmaullahi ta'ala. Sawa? Kwa hiyo hadithi hii haifahamishi juu ya hasri asmaillahi ta'ala ala 99 isma. haya endelea hapa, anasema فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. حديثه يفهميش يثبيت مجينة وإداده. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما. ingekuwa ibara iko hivi, hakika majina ya Allah ni 99, man ahsaha dakhala aljanna, atakayethibiti ataingia peponi, au nahu dhalika, au mfano wa hayo. Man ahsaha hapa maana yake ahsaha ina maana tatu. Al-ihsa ina maana ya al-hifdh, hifdhu lafdhiha, ni kuhifadhi tamko lake, ukahifadhi ile majina kwa matamko yake, Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim na kuendelea. Hiyo ni moja katika maana ya al-ihsa. Al-ihsa yani man ahsaha, atakayehifadhi. Lakini pia pamoja na kufahamu maana yake, yani ili ipatikane ihsa lazima mambo matatu yatimie. Utaambiwa wewe sasa ahsaita asma Allah ta'ala al-husna 99, umehifadhi wewe. Kuhifadhi vipi? Mambo matatu yatimie. Jambo la kwanza uyahifadhi matamko yake. Jambo la pili ufahamu maana zake, kwa sababu anayasoma tu ikawa afahamu maana yake hawezi kufaidika na jambo hilo. La yastafidu kal-a'jami yaqra'u al-arabiyya la yadri ma hi. Ni kama mwajemi anayejisemea, anayesoma maneno ya Kiarabu hayajui maneno hayo nini maana yake, hakuna faida. Hifadhi lakini ujue maana yake. Al-muqitu maana yake ni al-muqitu.
Unaweza kuuliza hapa watu 20, 100, 200, nini maana al-Muqit? Na jina la Allah hajui, tazama tu Muqit. Unajua kusikia jina hilo siku moja, unasikia nini maana yake, hajui. Unafahamu? Ile shida hiyo ipo. Lakini ukimwambia sema atasema. Mbona shoma na kidole? Alikuwa siulize swali, lakini kwa sababu unyosha kidole jibu. Nilikuwa napiga mfano pale. Jibu bwana. Bifadhlik. Naam? Sema haraka. Najua utasema hivyo. Najua utasema hivyo na mwingine yote atasema hivyo hivyo. Sawa. Imekuja kwenye aya gani? Imekuja kwenye aya gani? Najua. Katika sura An-Nisa nadhani. Aya gani? Najua. المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا. sasa ukisema min al-maqti takwaje kazi hiyo mwenye jinsi mara kaushe ikafibaya mara kaushehe lazima kuna vitu vya msingi kama hivi vya kujua. المقيت بمعنى حفيظ وحسيب. وكان الله على كل شيء مقيتا أي حافظا أو حفيظا وحسيبا. tutakuja tutasoma huko insha Allah. Na tu mifano tu, lakini sasa mmoja kidole hivi nikapata shauku. Kwa fiqhu al-asma'i ni jambo kubwa sana. Sheikh mwangalia unaona nini? Mwangalia unaonaje? unaona nini? Hivi al-hafidh shahidun hasibun hafidhun بمعنى مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا أي شهيدا حفيظا حسيبا. kuna mengi ukiwauliza jambo litakuwa ni hivi hivyo tu. Nasallallahu al-afia was-salama. Sasa ihsa'u ina maana inakamilika kwa mambo matatu. Jambo la kwanza al-hifdh, hifdh lafdhiha au alfadhiha, hifdh alfadhiha. Na ya pili fahamu maanaha, kufahamu maana ya hayo majina. Na jambo la tatu muhimu kabisa an tata'abbada Allah bimuqtadaha, an tata'abbada Allah bimuqtadaha, ni kumwabudu Allah kwa muktadha wa hayo majina. Kwa sababu ushajua kwamba Allah ni sami'un, fa innaka tata'abbadu Allah bimuqtadha hadha al-ism. Kwa hiyo hakuna najwa yoyote, hakuna maneno yoyote isipokuwa Allah anayasikia. Ushajua kwamba Allah ni Tawwab, Allah ni Tawwab, mwingi wa kukubali toba, mwingi wa kukubali toba. Utafanyaje? Tatubu ilayhi, ghafur, afu, rahim, halim. وتتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء. ukitimiza haya mambo matatu ahsaitaha, faman ahsaha dakhala aljanna. Atakayedhibiti kwa kujua maana, kwa kuyahifadhi matamko yake na kujua maana yake na akamwabudu Allah kwa muktadha wake, huyo ataingia peponi. Sasa uone kama kuna njia ya mkato ambayo kuna katika aljanna. Lakini haya yote hayaji isipokuwa katika njia za ilmu. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Kwa sababu utajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, alfadhaha wa ma'naha wa muqtadaha.
watataabadu Allah bimuqtadaha. Kwa vile vitu vya kheri vingi ambavyo kurahisishia utavipata katika njia yako ya kutafuta ilmu. Sasa niambie, kama wewe hujui utafuti ilmu, kila kitu kwako ni kigumu, kila kitu kwako wewe katika dini ni kigumu. Sasa mimi nitakwenda zangu kuswali, tamaliza nitatoka nitaangalia shughuli zangu. Kuna mambo mengi ya kheri yatakupita wewe. Unaona, kwa sababu Uislamu unaishia kwenye kuswali tu, huku wasoma katika sujud subhana rabbiyal a'la, neno kubwa kabisa, lakini hujui maana yake. Uone kama ni shida hiyo. Haya, nisiwasakame sana, itakuwa sio vizuri. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه، وهي معنى حديثي kwamba idadi hii ni katika shani yake, أن هذا العدد من شأنه kwamba hadithi hii kwamba idadi hii katika shani yake, katika jambo lake, أن من أحصاه دخل الجنة, kwamba yule atakayedhibiti ataingia peponi. وعلى هذا، na tunapo juu ya kaida hii au juu ya maana hii, fayakunu qawluhu, itakuwa kauli yake, man ahsaha dakhala aljannata jumlatan mukammilatan lima qablaha, inakuwa ni jumla yenye kukamilisha yale yaliyokuwa kabla yake. Maneno hayo yanakuwa ni jumla yenye kukamilisha kwa kile kilicho kabla yake. Walaysat mustaqillatan, na sio jumla mustaqilla, si yenye kupekeka, kwamba ni jumla iko peke yake. Wanadhiru hadha, na mfano wa hili, antakula, ni kusema, indi 100 dirhamin a'dadtuha lis-sadaqa, mimi nina dirhamu 100 nimeziandaa kwa ajili ya sadaka. Fa innahu, hakika maneno hayo kama tarudisha dhamiri huko, au fa innahu, hakika hali na shani katika jambo lilivyo, la yamna'u an yakuna indaka darahim ukhra, haizuii kuwa wewe una dirhamu nyingine, lam tuiddaha, sawa, hukuziandaa lisadaqa, kwa ajili ya sadaka. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، na haikusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyainisha majina haya. Walhadithu almarwiyu anhu fi ta'yiniha dhaifun, na hadithi iliyopokewa kutoka kwake katika kuyainisha majina hayo ni hadithi dhaifu. Sidhani kama ulifika hapo Naam, sawa. Lam yasih an nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithun dhaif. نعم، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل اختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث يسمى بل ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السادس صفحة 82 و300 من مجموع ابن قاسم. amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika al-Fatawa juzuu ya 6 ukurasa wa 382 katika majmuu ya Ibn Qasim. Ile majmuu al-Fatawa ile Ibn Taymiyyah hajaandika kitabu cha majmuu. Nataka tufahamiane hilo
Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Ibn Taymiyyah hajaandika kitabu cha Al-Majmu', sawa. Ile Al-Majmu' imekusanywa na Sheikh Abdurrahman ibn Qasim, lakini vyote vilivyomo na ile Majmu' ni maneno ya Ibn Taymiyyah. Yeye kavikusanya vitabu vya Ibn Taymiyyah katika mahali pamoja, sawa. Ndio maana kaandika Majmu'ul Fatawa, fatawa za nani? Za Ibn Taymiyyah. Yani wewe mfano ukusanye maneno ya shekhe wako, ukatafuta huku na huku vitabu vyake alivyoviandika vyote kaviweka mahali pamoja. Kwa hiyo ule ukusanyaji wako wewe, sio wa nani? Wa shekhe wako. Kwa Ibn Taymiyyah yale maneno hamna shaka, yale maneno yote aliandika mule ndani ni maneno yake, yamekusanywa kutoka kwenye vitabu vyake mbalimbali na fatawa zake mbalimbali, amezikusanya mahali pamoja. Alikusanya ni nani? Abdurrahman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Ndio maana akasema katika maelezo hapa min Majmu' ibn Qasim, kwa sababu zamani ilikuwa kuna uadui mkubwa juu ya vitabu vya Ahlus Sunna na hasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ukikamatwa kitabu chake wafungwa. Ibn Taymiyyah kaitwa kwenye munadhara Misri, magogo ya kiashaira na mingineyo yamekusanyika Misri. Aitwa Ibn Taymiyyah acholewe Sham aende Misri, wewe umeandika kitabu fulani katika masala fulani, njoo ujieleze. Wakaitwa miamba ile pale imekaa mbele, Ibn Taymiyyah akawabwaga wote, lakini matokeo akatiwa jela, kafungwa magerezani. Mfunge huyo, simumjibu, hawakumweza. Amefungwa mara ngapi? Kwa sababu ya kuwashinda maulama au mashekhe wakati kwa hoja. Ukitaka kujua hizi habari, msome Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Ad-Durarul Kamina. Ad-Durarul Kamina, nadhani fi a'yan al-thamina, kitu kama hicho kitabu chake. Mimi nilikuwa nikisoma na huko nashangaa kabisa, hivi hii inakuwaje? Lakini mbona dhulma namna hii? Amemzungumza katika tarjama Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani. Wanafunzi wake waonewa, wafungwa, kwa sababu katika wanafunzi wake ni Al-Hafidh al-Mizzi. Al-Hafidh al-Mizzi mwenye Tahdhib al-Kamal ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ana Tahdhib al-Kamal fi asma'i ar-rijal juzuu 30. Siku moja amekaa msikitini anawasomesha wanafunzi kitabu Khalqu Af'ali al-Ibad cha al-Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, wachilia mbali ile jamii aliyoandika, ameandika vitabu vingine. Miongoni mwa vitabu hivyo ni Khalqu Af'ali al-Ibad. Kile kitabu mule ndani kuna rududi nyingi dhidi ya Ash'ira. Akawa anakisomesha msikitini, mara kaja kabebwa, huyu bwana tukusudia sisi, jela. Haya anayataja Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Ad-Durarul Kamila. Uonevu kwa sababu tu wako karibu na watawala, funga huyu, huyu funga huyu. Mwaweza kujadiliana naye, namshinda kwa hoja. Sasa mtu akikushinda kwa hoja ndio mfunga. Sasa wengine wakawa vitabu vyake kipatikana choma moto, tutaki kuona vitabu vya Ibn Taymiyyah, na huku wanakiri juu ya ilmu yake. Al-Imam As-Safadi rahimahullahu ta'ala katika wafil al-wafayat, wafayatul a'yan, anasema mimi nimemuona Ibn Taymiyyah, nimemuona Taqiyuddin As-Subki, nimemuona Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid. Haijawahi kutokea miaka 100 kabla yao wanawachuoni yoyote aliyoshinda wanawachuoni yao kwa ilmu. Taqiyuddin Ahmad bin Abd al-Halim, Taqiyuddin As-Subki, Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid. Sasa ukirudi miaka 50 nyuma tu, ina Nawawi walikuwepo na wanawachuoni wengi tu, lakini sasa miaka 100 rudi nyuma, hakuna mfano wake watu wao.
walikuwa wanakiri juu ya ilmu na fadhila zao, lakini uonevu ulikithiri, wakadhani kwamba wataizima nuru. Leo vitabu vya Ibn Taymiyyah vimeenea dunia nzima, walioamua kutaka kuvichoma na nini wameweza. yuriduna yutfi'u nura Allahi biafwahihim. Itawezekana kweli? Huwezi. Hoja kujibiwa kwa hoja, nimetoka nje ya mada kwa sababu ya kumwelezea Ibn Taymiyyah. Iko haja ya kuelezewa Ibn Taymiyyah tu kwa mihadhara na durusi na majalis chungu nzima, watu wamjue nani. Si nabii, sawa, sio nabii, na wala sio kwamba la yukhti, lakini ni kitu kingine hicho. Wacha watu waseme masufi, wewe Ibn Taymiyyah, kuna haja ya kumjua huyu mtu ni nani. Na sisi ni wavivu wa kusoma vitabu, au pengine uwezo wa kusoma pia ni mdogo, nafasi hakuna. Kwa kuna haja kuelezeana watu hawa ni kina nani na mchango wao katika jamii ya Kiislamu na kibinadamu ni upi. Sasa katika majmuu ya Ibn Qasim, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema ta'yinuha laysa min kalami an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuyainisha hayo majina si katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, biittifaqi ahli al-ma'rifati bihadithihi, kwa maafikiano ya watu wenye utambuzi wa hadithi zake, kwa maafikiano ya watu wenye utambuzi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanasema kuwa hadithi iliyokuja kutaja maneno kwamba haya ndio majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi hiyo haikuthibiti. Waqala qabla dhalika fi safhati 79 wa 300, na ameshasema kabla ya hapo katika ukurasa wa 379, innal walida dhakaraha an ba'd shuyukhihi ash-shamiyin, hakika al-Walid ibn Muslim, المراد الوليد هو الوليد بن مسلم، hakika al-Walid bin Muslim ameitaja hadithi hiyo, ameyataja majina hayo kutoka kwa baadhi ya mashaikh zake wa Shamu, kama jaa mufassaran fi baadhi turuqi hadithihi, kama lilivyokuja hali ya kuwa lenye kuwekwa wazi hilo katika baadhi ya njia za hadithi zake, baadhi ya sanadi za hadithi zake. Intaha kalamuhu rahimahullah. وقال ابن حجر في فتح الباري، ما مسمى ابن حجر كتك فتح الباري الجزء 11 صفحة 15 صفحة 15 و200، وسابه تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، صفحة مؤنث 5 صفحة 15 أو 15 صفحة 15. nani anaweza kusema sawa sawa? Ni semaji mwenye mulha, fandhuri al-ma'dud talqa ar-rashad, nasemaje? nasemaje pale? safhata 15 au 15 15 في صفحة 15 ndivyo. kama يكون مؤنث مذكر 15 مذكر 15 سمع تسمعني كما مفعول hapa صفحة في صفحة 15 أو 10 bila ta kwenye zote إيه 15 يعني إلى جزء mbili مركب، العدد المركب. نعم نسمع. نعم 15 نسمع كنا تامش متوابي نتبيتي katika alfia au katika mulha nasema au maneno taib al-Hisham nani
naona mafikiria tu, mtaleta vitabu hapa. وإن نظرت في العقود من العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. هنا كما لزمانين 15 اسمه أو 15 في صفحة 15 بلا تاء، وسبب نسمى فأثبت الهاء مع المذكر، لكن واحذف مع المؤنث المشتهر. سيد المؤنث متاكي baadaye inshallah tuta vitabu ili kuangalia. Kwani katika Qur'ani hakuna hajakuja hata mahali pamoja idadi. Ikiwa ni muannath itakuja tau na itakuja na ile shini itatiwa sukuni. فانفجرت منه 12 عشرة ونسمى 10 عينا وسمى المؤنث سير sema sawa sawa safhata. Watu wengi wanababaika katika namba. utasema fi safhati لأن الجزء الأول دائما يخالف المعدود. تسمى في صفحة 15 وتانيثا. والجزءان مبنيان دائما على الفتح. إلى الجزء ya kwanza itafikiana itakhalifiana na maadud, na juzi ya pili lazima yafikiana na maadud. Ndio maana kuja fanfajarat minhu 2 katika 2 haina shida. 2 ala 10 عينا بسبب عينا نيني مؤنث سير تسا 15 في صفحة 15 sawa. Watu wajaridhika. Na إلا في العددين إيه يوافق المعدود. إيه معروف. بارك الله فيك. لكن وتواجهينيوا هم سما سما السماء. وقال قبل ذلك في صفح. وقال قبل ذلك au وقال ابن حجر وقال قبل ذلك. Jamani tusoma, msione kwamba tuna si vitabu vya visoma kwa lugha ya Kiarabu. Hizi namba hutaziruka, utafika mahali utalazimika uziseme. Wazisema vipi? Tusoma sio soma. وقال قبل ذلك في صفحة 79 بعد 300. في صفحة 90 في صفحة 90 katika 9 ile 9 في صفحة 79 بعد 300 kwa sababu namba za Kiarabu zasomwa kutoka kulia kwenda kushoto, sio 379 wasema Kiswahili kizunguzungu sio. waza 79 wa 300 ukitaka 79 بعد 300. tuko mwaka gani sasa hivi? sanata 46 و400 بعد 1000 من الهجرة. 46 و400 و1000 بعد الهجرة. ukitaka utasema hivi, lakini pia hii ni sana, lakini usema nahnu fi aam
46 في عام 46 لكن في سنة 46 مبو عام 46 و400 بعد الألف سنة 46 و400 بعد الألف ndio hivyo. Kwa hiyo hapa katika safa ngapi bwana amesema? Waqala ibn Hajar, قال ابن حجر في فتح الباري صفحة 15 50 بس صفحة 5 نعم 15 و200 في صفحة في الجزء 11 يجي سمى في الجزء 11 خطأ. الجزء 11 الدرس السادس الدرس 6 الدرس 6 القاعدة 6 لا القاعدة السادسة الحادي عشر 12 تقول جماعة السلفية طبعا السلفية ليست العلة عند الشيخ البندلية فإذا نقول كما يقول نعم نعم قرأت ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد ليست العلة عند الشيخين يعني البخاري ومسلم تفرد الوليد أو تفرد الوليد خبر يا ليس تفرد الوليد نعم haikuwa illa kwa shaykhaini Bukhari na Muslim ni kupwekeka al-Walid fakat yeye tu kwamba kwa sababu kapwekeka yeye tu au kwa sababu ya ila hiyo tu tafarrud al-Walid bil Muslim bali ikhtilafu fihi bali kwa sababu ya kukhtalifiana ndani yake walitirabu na kupatikana mpapatiko watadilisuhu na tadilisi yake al-Walid bin Muslim ni mudallis tadilisi yake anafanya huyu taswiya au shuyukh wa ihtimalu al-idraj na ihtimali ya kupatikana idraj wal mudrajatu fi al-hadith ma atat min alfadhi min ba'd alfadhi ruwati ittasalat kwa mudraj kwa pana ihtimali idraj انتهى كلامه على سيما ناني ابن حجر ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم na wakati ilipokuwa hakukusihi kuainishwa kwake yani kutajwa kwake hayo majina kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa as-salafu fihi wamekhtalifiana salaf kuhusu hilo waruya anhum fi dhalika anwa'un na pakapokewa kutoka kwao kwa sigha ya tamridhi kutoka kwao aina mbalimbali waqad jama'tu 99 isma na nimekusanya majina 99 kwa sababu ismu al-mudhakkar kwa 9 ndio tamyizi yake pale isman inakuwa ni mufrad mansub mimma dhahara li katika yale ambayo yamenidhihirikia mimi min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye kitabu cha Allah aliyekuwa ametukuka na kutoka kwenye sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, tusome sasa majina ya Allah. Nataka niwaulize haya majina tuyasome tu tupite au tuyatolee maelezo? Lakini yako mengi. Maelezo mukhtasar. Maelezo mukhtasar. Kuna ikhtisari hapo? Ngoja tuangalie. Sasa kaida ya 7 na 6. Basi kama ndio hivyo tutasoma na maelezo kidogo, alafu yatakayobakia tutaendelea na katika darasa ya kesho insha Allah. Kama hilo litakuwa la sawa, ili tukiwe kama na ahsaha. Lakini naomba jami'ul hadirin, watu wote waliohudhuria katika daura hii, majina tutakayoyasoma tuyahifadhi, wazee kwa vijana. Kuna wazee, kuna
hifadhini haya majina. Ile atakachosoma kama tukisoma majina 7 basi hifadhini leo hayo 7. 10 mangapi yahifadhini. Pengine kesho nikamsomesha mtu bila ya kujua, kasimama huku kaja tembea huku, sitaangalia hapa mbele hapa. Na watu wengine wanajificha nyuma ya nguzo, mtawafuata huko naomba usimame wewe fulani useme. Sawa? Haina maana kwamba kesho msije. Lakini tuhifadhi kidogo kidogo, alafu tutapatikana kheri. Haya Sheikh, tuyatolee maelezo. Kuna kitabu kimeandikwa na Abdul Aziz Ahmad Al-Humaid, mashaallah. Haya, kwa hiyo haifai kutunga majina ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه, na kwa sababu kumuita yeye Allah hali ya kuwa ametukuka kwa jina ambalo hakujiita yeye mwenyewe, kumuita Allah kwa jina ambalo hakujiita yeye, au inkara ma samma bihi nafsa, au kupinga lile jina ambalo amejiita yeye mwenyewe kwa jina hilo. Samma, amejiita, bihi, kwa jina hilo, nafsahu, nafsi yake. Kufanya hivyo jinayatun fi haqqihi ta'ala, ni jinai, ni makosa, ni jinai katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajaba sulukul adabi fi dhalika, kwa kumepasa kutapasa kufuata adabu, kuchunga adabu katika hilo. Waliktisaru ala ma jaa bihi an-nas, na kufupizika au kutosheka na kile kitu ambacho na lile jina ambalo limeletwa na an-nas. Ndio maana al-Imam as-Safarini rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake ad-Durratul Mudiyya asema lakinnaha fil haqqi tawqifiyya lana biha adillatun wafiyya. Lakini hayo majina hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala fil haqqi, kwa haki hasa, tawqifiyya, ni tawqifiyya. Lana bidha, sisi katuna katika hili, kwa hili, adillatu wafiyya, dalili zinakutosheleza kwamba asmaullahi ta'ala tawqifiyya. Lakinnaha fil haqqi tawqifiyya lana bidha adillatu wafiyya. Nitawauliza ubeti huu katika Durratul Mudiyya au katika Manzuma as-Safarini. Pameeleweka hapa? Kwa hiyo haifai kutunga majina, na katika kitu muhimu kabisa atakieleza mbele huko, lakini akitaja kabisa kama ishara. Majina yametajwa kwenye Qur'ani na kwenye as-Sunnah. Majina yametajwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanadhania kwamba majina 99 yote yamo ndani ya Qur'an, na sio hivyo. Majina baadhi yako katika Qur'ani na baadhi yako katika as-Sunnah. 82 yako ndani ya Qur'an na 17 na zaidi hapo. Kuna watu khtalifiana pia kuhusu majina yako ndani ya as-Sunnah. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen atayataja hapo mbele, atataja katika ile majina 99 atataja hapo mbele. Sasa wakati mwingine, kwa mfano, utasoma aya wallahu azizun dhuntiqam inna minal mujrimina lamuntaqimun. Sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhuntiqam ni sifa. Je, itafaa kutengeneza jina kwenye sifa, kutoka kwenye sifa ukasema Allah katika majina yake ni al-muntaqim? La, sifa haitengenezi jina. Majina yako vile vile itabaki kuwa majina yake kama yalivyotajwa. Lakinnaha fil haqqi tawqifiyya lana bidha adillatu wafiyya. Kwa usitengeneze majina kutoka kwenye sifati ukasema al-ali, ukasema katika majina ya Allah al-ali, Abdul Ali, pamoja na kwamba yeye amejiita al-Mutaali, amejiita al-Aliyu, amejiita al-A'la. Sawa? Sabbih isma rabbika al-a'la.
al-a'la, aliyejuu zaidi, Allah subhanahu wa ta'ala, ni jina lake hilo. Sawa. Al-Mutaali katika sura Ar-Ra'd imekuja sema, na nakumbuka aya, ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الكبير المتعال katika majina ya Allah ni al-Mutaali, wa huwa al-Ali al-Kabir. Lakini al-Ali hata kama lina maana ya ujuu, lakini sio jina lake, ni sifa. Haifai kutengeneza jina pale, tutabaki vile vile katika al-A'la na al-Ali na al-Mutaali. Nisichanganye maneno mengi alafu ikawa tunawachanganya. Kwa hiyo tunde vile vile kidogo kidogo, ule udogo vile vile, na insha Allah kila kitu kikifika mahala pake tutakielezea insha Allah, kwa sababu hapa anataja haya majina. Soma qaida ya 6. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. استمر كيلو بنقول نعم. حبة. طيب، القاعدة السادسة، قاعدة 6، msingi wa 6 au kanuni ya 6: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. majina ya Allah si yenye kudhibitiwa kwa idadi maalumu. Majina ya Allah si yenye kudhibitiwa kwa idadi maalumu. Sio kaona kwamba majina ya Allah yako hayo tu, labda yanatajwa kwenye Qur'ani au na Sunna peke yake. La, majina ya Allah hayadhibitiki kwa idadi maalumu. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وسبب ya kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi iliyo mashuhuri katika alsinatun nas inayosema: as'aluka bikulli ismin huwa laka, na kuomba ya Allah kwa kila jina ambalo ni lako. Sammaita bihi nafsaka, umejiita kwa jina hilo nafsi yako, umejiita wewe kwa jina hilo na kuomba kwa jina hilo. Au anzaltahu fi kitabika, au kwa jina ambalo umeliteremsha katika kitabu chako. Au allamtahu ahadan min khalqika, au umemfundisha yoyote katika viumbe wako. Au istatharta bihi fi ilmi alghaib indaka, au umejichagulia wewe katika ilmu ya ghaibu kwako, ukajichagulia kwamba jina hili ni langu, walijua wewe peke yako hilo. Istathara Allah ta'ala biilmihi, Allah amejichagulia yeye kwa kulijua hilo, hakuna yoyote anayelijua. Kwenda kuomba kwa majina ambayo umejiita wewe, ambayo umeteremsha kwenye kitabu, au kuna majina umewafundisha viumbe wako, majina mengine umejichagulia wewe mwenyewe, wayajua wewe tu, pia na kuomba kwa majina hayo. الحديث ikamilishe hadithi. رواه أحمد، الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. حديث يمepokea Ahmad katika musnad wake, hadithi nambari 3712 katika musnad Imam Ahmad, na Ibn Hibban na al-Hakim, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Na hadithi hii amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsilatu sahiha, ukirejea namba 199
utaipata hadithi hii amesahihisha huko. Hadithi Abdullah bin Mas'ud ndefu katika dua wakati wa ham wal gham, kwamba mtu atakapokuwa imempata hamu au gham akakithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamuondoshia kama anavyosema Allahumma, mtu aseme Allahumma inni abduka, ewe Allah kama mimi ni mja wako, wabnu amatika, na mimi ni mtoto wa mjakazi wako. Allahumma inni abduka, mimi ni mja wako, wabnu abdika, na mtoto wa mja wako, baba yangu pia ni mja wako, wabnu amatika, na ni mtoto wa mjakazi wako, mama yangu mimi ni amatuka ya Rabb, nasiyati biyadik, nasiyati biyadik, utosi wangu mimi uko katika mkono wako, madhin fi